bingwa barani Afrika. Yanga ndio ilikuwa ni klabu ya kwanza kuingia tu ya makundi. Yaani muasisi wa klabu bingwa barani Afrika, group stage ni Yanga Sports Club. Unapataje picha kama muasisi anakosekana katika hayo mashindano? Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili, tumetengeneza heshima. Muasisi tumekuwa ndio timu pekee katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati kwenda CAF Champions League group stage mara 3 mfululizo. Kipindi Yanga ya dominate mpira wa Tanzania kuchukua vikombe vinne, kaifanya Yanga imeenda mara 3, Simba je kufanya mwenyewe. Yani Simba alipokuwa dominate mpira wa Tanzania miaka 4 iliyopita hakuwahi kwenda CAF Champions League group stage mara 3 mfululizo. Kwa sisi kama muasisi na tumeonyesha njia, na mimi nimwambia Yanga ndio timu pekee katika ardhi ya Tanzania wapo CAF Champions League peke yake, na sisi tumeonyesha njia ndio timu ya kwanza kwenda CAF Champions League sana. Unaelewa? Mechi ya kesho na mechi ya Singida ile ni kombe la shirikisho. Simba anacheza shirikisho. Unaweza kwa nini? Msimu wa mwaka jana Simba anacheza shirikisho. Sio? Yeah. Singida mwaka jana wanacheza shirikisho, walitoana Stellenbosch bao 8. Ni timu za shirikisho zinacheza kwenye CAF Champions League. Hizi maana yake kwa ujumla ni shirikisho. Unanielewa? Hajakutana na timu ya CAF Champions League au timu ya CAF Champions League. Alipokutana na Yanga katika ngao ya jamii, timu ya CAF Champions League Simba amefungwa. SB Kane alikutana na timu ya CAF Champions League. Pia alifungwa. Ndio. Kwa Simba hajaanza kucheza CAF Champions League. Wapo shirikisho, timu za shirikisho za Tanzania ziko 3. Yuko Azam, yuko Simba, yuko na Singida. Timu ya CAF Champions League iko Yanga peke yake. Kwa sisi tumekuwa muasisi na timu ya kwanza kwenda kwenye CAF Champions League za Tanzania. Je, sisi kama wakubwa tunaweza kuwabeba watu wengine wadogo wadogo waende kwenye CAF Champions League? Hiyo ndio swali zito ambao tuko hapa. Mwalimu, tumeshinda lakini performance kwa safu ya ushambuliaji ya Afrika imekuwa ni duni. Chris Dube ni kama bado tatizo halijafutika. Mbona nataka uelewe hii ni hatua ya kufuzu. Ndio? Yeah. Tulihitaji goli 2, tumepata tujapata. Tumehitaji goli 2 tujapata tumepata. Tumepata goli 2 ambazo za kwenda wapi? Katika group stage. Yaani mechi tulikuwa hatuna kuangalia magoli mengi. Tulikuwa tunahitaji goli kuanzia 2 kwenda CAF Champions League na tumehitaji tumepata. Cha msingi tumeenda kuna nini katika group stage. Hayo mambo mengine unazungumza wewe. Ni kaida katika football. Kuna mtu akosi magoli. Kuna mtu akosi magoli. Haya ndio anakosa magoli na ubora wake. Hayo unazungumza mtu mmoja, tunazungumza in general performance. Leo umemuona Pacome ambao tunasema ni MVP, sio? Ana skills, ana dribbling, ana create nafasi, anafanya kila kitu namba 10 duniani ambao anapaswa kufanya. Kwa leo mashabiki wapenzi wa Keleketo ambao wamekuja kutuunga mkono, wamefurahia matunda yao ambao wameyaona. Lakini kwa kipekee ni lazima tumshukuru GSM kwa kazi kubwa aliyofanya. Leo Yanga ameweka free na tumeona uwanja umetapika na watu wamekuja kwa wingi na watu wamekuja kuunga mkono.